Kwa majina naitwa Abubakar Abdalla Saidi, ni mwanafunzi wa Kilimanjaro Institute of Technology Management, nachukua kozi ya diploma ya Information Technology. Ni msemaji wa chuo cha Kilimanjaro Institute katika mashindano haya ya Uni Champions. Leo hii Kilimanjaro Institute tumekuja kucheza game yetu ya kwanza katika makundi ambapo tunakutana na Ustawi. Kama hivi matokeo bado yanaendelea, mpira ambao bila mpaka muda huu kwenye mchezo. Tunategemea kuwa na mchezo mzuri na tunategemea kupata ushindi wa pointi 3 kwa sababu ndio lengo letu zaidi, na tuko na mpango wa kuchukua kombe hili inshallah. Lengo la kuanzisha mashindano haya lilikuwa ni nini? Uni Champion ni mashindano ya mkoa ambayo yanajumlisha vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu mkoa mzima Dar es Salaam, ambapo tunashiriki na sisi ni mmoja wapo ambao tunashiriki. Labda tuseme kwa upande wa chuo chetu cha Kilimanjaro Institute of Technology Management, kwa sababu wamefanya pia investment kubwa katika sekta hii ya michezo, kwa kuheshimu kwa michezo ni sehemu mojawapo ya ajira na afya kwa wanafunzi. Kwa sababu ukiangalia kuanzia masuala ya jezi kwa wachezaji, kuwanunulia viatu, kuwaweka kambini, masuala ya chakula na malazi, kuhusu wachezaji mpaka leo tunafika kwenye mashindano kama hivi. Ni mechi ngapi? Ndio mashindano yameanza leo au kuna mechi baadhi ambazo zimeshachezwa hapa? Ni mechi ya kwanza ya makundi. Katika kundi letu sisi ni mechi yetu ya kwanza ambayo tunacheza na Ustawi. Lakini kabla ya hii mechi yenu kulikuwepo mechi zingine zimeshachezwa? Katika mechi kuna makundi mengine ambayo tayari wamecheza mechi jana, kwa maana wamecheza mechi juzi, lakini katika kundi letu sisi ambao ni kundi F ndo mechi yetu ya kwanza ambayo tunafungua kundi. Okay, ni kwenye upande wa haya ni mashindano yanajumuisha vyuo mbalimbali. Tuna imani kuna zawadi ambazo zitatolewa. Labda ni zawadi gani ambazo unaweza kutuambia ambazo zitatolewa? Swala la zawadi anza kwa mshindi mpaka labda tuseme top 3. Swala la zawadi, kwa sababu ni mashindano ya Uni Champion ambayo ni mashindano ya mkoa, hatuwezi kusema direct kwa kuna zawadi ya shilingi kadhaa, kwa sababu pia bado management ya mashindano hawajatangaza zawadi direct moja kwa moja, ila sisi tunajua kuna mshindi wa kwanza mpaka mshindi wa 3. Lakini sisi lengo letu ni mshindi wa kwanza, kwa sababu sisi tumekuja kupambania logo ya chuo ama nembo ya chuo, kuwakilisha chuo kwa Kilimanjaro, wanaheshimu pia sekta ya michezo. Kwa swala la mshindi, sisi lengo letu ni kushinda. Swala la zawadi itakuja pale tu ambapo tutakuwa tumeshapata ushindi. Neno lako la mwisho kwa watu ambao wanakuangalia kupitia Global TV kuhusiana na mashindano hapa ni nini, ambao labda unataka kuwahasa au kuwapa ushauri wanavyo wenzako? Kwanza neno langu la mwisho kwa wale ambao wako nyumbani, waje Kilimanjaro, sababu Kilimanjaro ni sehemu sahihi sana. Kilimanjaro tunaheshimu kwenye upande wa academics na upande wa sport, kwa sababu ni sehemu zote ambazo zinakutanisha wanafunzi kwenye masuala. Tunatengeneza pia network kwa wanafunzi zetu na relationship kati ya wanafunzi na wanafunzi, ambao sehemu moja pia utashangaa leo umekutana na wewe, kesho umekutana na wewe, kana sehemu moja hapa kupata networking ya kazi. Kwa hiyo Kilimanjaro ni sehemu sahihi kwa sababu tunaheshimu kwa kila kipaji, kwa tunakabisa na Kilimanjaro, ila tunakumbusha wale ambao tupo nao kwenye makundi yetu kwa namna yoyote wajipange, kwa sababu tutakupotana na sisi ni mwanzo mwisho kipigwa. Hakuna mtu atakayebaki kwenye huu msala, lazima akutane nao tu. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Kwa majina naitwa Kerini Musa Aonga, ni mwanafunzi wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management. Nasoma accountants in diploma 2 semester ya pili. Tumekuja hapa kuangalia mpira kati ya Kilimanjaro Institute of Technology and Management na chuo cha Ustawi. Wewe unazungumziaje mashindano haya yanayoendelea hapa katika chuo cha Ustawi? Siwezi kusema ni mabaya wala siwezi kusema ni mazuri, kwa sababu tuko hapa wote tumekuja kufanya kitu ambacho ni kimoja, na pia tunahitaji wote matokeo. Kila mtu anauiwa, kuna kitu anakihitaji katika hii michezo, sio hivyo. So nyie kama chuo umejiandaaje kwa ajili ya na mimi kwenye mashindano lazima kuwepo kuna zawadi mbalimbali zitatolewa na waandaaji wa mashindano kama wapo? Nyie mmejiandaaje sasa labda kuchukua labda kuwa washindi, kuwa namba 1 ili mpate zawadi ambazo zimeandaliwa na wadhamini wenu? Hakuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba mimi nimejipanga kupata zawadi. Najua hilo unalijua. Kwa all in all, chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology, kwa mimi binafsi nawiwa na ninatamani tushinde na tuweze kupata zawadi. Wenda timu yako haina ubora huo wa kushinda, sasa utapataje zawadi? Ubora upo. Kwa nini umesema? Nimewaona toka mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Kwa ubora wa wachezaji upo. Kwa hiyo unaniahidi nini? Kombe au? Na kuahidi kombe.
Yeah. Chuo cha Kilimanjaro ni kizuri. Ni kizuri katika ufundishaji, ni kizuri katika upande wa michezo, ni kizuri kote. Academically and sports kote kiko vizuri. Hivyo basi na washauri ambao wana watoto wao wako majumbani, wako tu nyumbani wamemaliza shule, waje chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management, kwani inatoa mafunzo yaliyo bora na inatoa elimu iliyo bora. Pia haijawacha katika upande wa michezo. Inazingatia vipaji pia vya wachezaji, kipaji cha kila mmoja wao. Yeah. Nashukuru sana. Asante. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics and design pamoja na CCTV camera. Kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili. Pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Business Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 18 Januari 2024. Kwa maelezo zaidi tupigie 0717816034 na 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.